Taarifa zinaeleza kwamba The Gunners wako sokoni kutafuta mbadala wa Ben White ambaye ameachwa nyuma na Jurriel Timber katika kipindi cha kampeni mbili zilizopita, huku Mholanzi huyo akitarajiwa kusaini kandarasi mpya nono hivi karibuni, ambaye White sasa tunaambiwa anaweza kuwa anaelekea kuondoka msimu huu wa joto. Nikumbushe kwamba mnamo Januari jarida la Football Transfer liweza kuripoti pekee kwamba Arsenal walikuwa wakimfuatilia Livramento ambaye anaonekana kuwa na wasifu sawa na Timber. Kwa kuongezea, uwezo wake mwingi unamfanya kuvutia André Bitter na Mikel Arteta, kwani anaweza pia kucheza upande wa kushoto. Licha ya matatizo ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 msimu huu, tunaweza kufichua pia kwamba Arsenal wamethibitisha nia yao. Vyanzo vilivyo karibu na hali hiyo vimeweza pia kufahamisha ama viliweza kulifahamisha jarida la Football Transfer liweza pia kupata taarifa kwamba majadiliano ya kina juu ya masharti ya kibinafsi yamefanyika. Mazungumzo hayo pia ya mapema yameelezwa kuwa mazuri na kuna imani kwamba Livramento ana nia ya kujiunga na Arsenal msimu huu wa joto. Inaonekana kwamba kukubaliana kwa masharti ya binafsi na beki wa pembeni wa England haitakuwa swala la kuumiza sana vichwa. Sasa Livramento kwenda Arsenal, je, tunajiuliza ni wakati mazungumzo na kambi ya mchezaji huyo yakiendelea vizuri, kuna uwezekano wa kuwa hadithi tofauti linapokuja suala la mazungumzo kati ya klabu na klabu, kwa maana Newcastle wanajulikana kusita kuachana na Livramento msimu huu wa joto. Hata hivyo, kunaweza kuwa na fursa kwa Arsenal. Wakati Football Transfer waliweza kuripoti kuhusu nia ya klabu hiyo ya kaskazini mwa London kwa Anton Gordon, waliweza pia kufichua hapo awali kwamba Newcastle imejiuzulu kwa uwezekano wa kupoteza wachezaji wawili au watatu muhimu msimu huu wa joto. Tokeo la Gordon linaonekana kukaribia kuharibika sasa. Sandro Tonali au Bruno Guimaraes, lakini si wote wawili wanaweza kuwa safari ya pili kuu. Mchezaji aliyesajiliwa majira ya kiangazi Yohan Wissa pia amehusishwa na mauzo ya haraka. Badala ya kiungo au Wissa inaweza kuishia kuwa Livramento. Mbali na Arsenal, Manchester City pia wameonyesha nia kumtaka sana mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 23 na wamekuwa kwa muda mrefu. Kumsaini itakuwa kamari, ingawa Livramento amekuwa na shida ya kuendelea kuwa fiti tangu alipopata jeraha la mapema katika taaluma yake. Na msimamo wa uhamisho wa Newcastle unamaanisha kwamba atakuwa na gharama kubwa, na Arsenal italazimika kupima iwapo ubora wake usiopingika una thamani ya hatari ya kutumia pesa nyingi kumnunua mchezaji anayekabiliwa na majeraha. Lakini pia gwiji wa Newcastle Chris Widow hivi majuzi aliweza pia kutoa taarifa juu ya kwenye jarida la Football Transfer kwamba anaamini vilabu vitafikiria mara mbili kuhusu kumsajili. Anasema alama ya swali la Livramento imekuwa kila wakati majeraha yake. Widow alisema hapati pigo pale anapokaa nje kwa wiki moja na kukosa mchezo mmoja. Siku zote huwa anakosa mechi 4 au 5 au miezi miwili. Hilo pengine litakuwa wasiwasi kwa vilabu vingi vinavyomtazama, kwa sababu angekuwa nafuu kuhusiana na mambo hayo. Sasa sijajua itakuwaje bana. Hizi ni taarifa na ni tetesi za soka barani Ulaya. Hii ni Talent Media. Mimi ni Ali Swale Mshana. Asante na kwaheri.